Karibu katika video yetu ya leo. Asante sana kwa ambao umesha-subscribe channel yetu inajulikana kama Manase Ayo. Asante kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, una-like, una-share na ku-comment. Na video yetu leo tumefanya collabo na rafiki yangu jamaa wangu anaitwa Sharath kutoka India. Hello guys, and you're watching Manase Ayo. And if you don't know me, my name is Sharath and I have a tech channel called Sharaz Neon Tech. I am actually coming from India. So I am very happy that I could do a collab with someone in Tanzania, some famous channel in Tanzania. So do check out his channel. And so let's start. So talking about mobile tower radiations, you have to know something that these mobile phone tower radiations are actually radio frequency waves, and there is some effect in human body. The thing is that the radio frequency, if you are getting highly exposed to this radio frequency, it can sometimes cause harm to the human body tissues. But you have to note something: the cell towers, they are very high. So when the cell towers are very high, the radiation produced there doesn't actually reach the ground. The amount of radiation that reaches the ground is very small compared to the amount produced up there. So what I want to tell is that these radiations aren't actually that harmful to cause some radiation effects in human body, because we are always on the ground. And secondly, there are no proven scientific evidences that these radiations can actually harm your human body. But I still suggest you to not go around these cell tower radiations, as we never know what can happen, because we can't actually we don't have a scientific proof if it affects or if it doesn't affect. So it's better to stay safe. Sasa anasema mionzi ya minara ya simu, cha kwanza unapaswa kutambua kwamba mionzi iliyoko pale juu kwenye mnara ni tofauti na iliyoko ardhini. Hivyo ni vigumu sana kwa binadamu kuweza kupata madhara kutokana na ile minara. Lakini pia hakuna tafiti yoyote ya kisayansi ambayo ishafanyika na kubainika kwamba hii minara inaweza ikawa na madhara kwa binadamu. Lakini kwa kukushauri ukae mbali na uchukue tahadhari, maana yake hatuwezi tukajua nini kitakachotokea endapo ukikaa katika mazingira ambayo kuna minara ya simu. So you want to know how a phone switches from 4G to 3G to 2G. Okay, I'll explain you in a simple words. The phone calls, if you are trying to make a phone call, suppose I am telling you that you are using a 4G phone and you are trying to make a phone call, and if your phone doesn't support VoLTE, voice over LTE, then you cannot make a call using the 4G network. It has to depend on either 3G or 2G. So what happens is your phone automatically switches to 3G or 2G, and there is a reason for that. 3G and 2G, it uses circuit switched networking. So these allow calls, while 4G network is only for data, and this doesn't allow calls. So usually the 4G to 3G switching can happen in two situations. One is like maintaining 4G capacity. Maintaining 4G range is very power consuming thing. So what happens is, if a little bit of range of 4G is varying, then it automatically switches to next highest tower, which will be 3G. If 3G is also not available, it can go back to 2G. So this is how a phone switches from 3G to 2G. It all depends on the strength of network you have and the type of phone you are using and the technology it supports. Maelezo ya Sharath anasema ni kwamba 4G ni kwa ajili ya data tu na sio kwa ajili ya kupiga au kupokea simu. Kwa maelezo hayo, ana maana kwamba ikiwa unataka kupiga simu, inatakiwa simu yako iwe katika mfumo wa 3G au 2G. Na hii simu yako inajiswitch yenyewe. Pale ambapo kunakuwa na nguvu ya 3G, basi simu yako itakamata 3G. Lakini pale ambapo utakuwa na nguvu ya 2G, simu yako itakuwa inabadilika kutoka kwenye 3G kuja kwenye 2G. Kama kuna nguvu kwenye 3G, inatoka kwenye 2G inaenda kwenye 3G. Na hivyo ndivyo simu ambavyo ina switch kutoka mode fulani kwenda kwenye mode fulani ili uweze kupata mawasiliano. Lakini 4G ni kwa ajili ya data tu, hauwezi kupiga simu. Actually, do you think phones have an IP address? Phones doesn't have an IP address because IP address is something which you need while connecting to internet. So IP address is generated only when your phone is connected to internet. And so what happens is, when you are clicking that mobile data button on your phone,
Then what happens when you click the mobile data, it sends a request to your service provider, and this service provider assigns you with a temporary IP address. And this temporary IP address, it keeps on refreshing every time you connect and disconnect to that network. And also you have to know one thing, this IP address which is assigned to your phone is actually not permanent. It has some, what is that, they have a lease time. It is leased for maximum up to 48 hours. After 48 hours it automatically refreshes. So, and also if you are connecting your phone again and again, every time you connect, the IP address has to refresh itself, and these IP addresses are temporary for mobile phone internet. Anwani ya IP ni kitambulisho kipekee kwa kila mashine inayotumia mtandao au internet. Kwa hiyo IP, anwani ya IP huandikwa kwa kama safu ya nambari zilizo katika mafungu na utenganishwa na nukta, na saa nyingine utenganishwa na nukta mbili. Na hizi anwani za IP zimegawanyika katika makundi mawili, ambao kuna IP ya 6 na kuna IP ya 4, nikiwa namaanisha Internet Protocol version 6 na Internet Protocol version 4. Kwa hiyo Mr. Sharat anasema kwamba IP, simu hazina IP address. IP address inatokea pale ambapo una search kitu kutoka kwenye mtandao. Unapowasha data, pale ndipo na IP address inakuwa inaunganisha simu yako ili uweze kupokea data ambayo unaisearch kutoka kwenye internet. Kwa hiyo IP address mara nyingi zinakuja zinatofautiana, inategemea uko katika eneo gani na pia unaingia kwenye server gani ambao unahitaji data. Evolution of smartphone in my area, I mean in last 10 years you are asking that. I have some interesting answers. See, I was born in the 90s and I am very happy that I was born in the 90s. You know, the transition from 90s to 2000 is a very big transition. The first phone I have seen in my town is that Nokia's, what is that called? I don't remember its name. The Nokia, it had a blue backlight. It had a famous game called the Snake. I think blue or some yellow color backlight. So that was the first phone that came here. And then from there, the Nokia phones had started ruling. What is that? Nokia phones with the cameras came, video recording capability came, and then the next revolution was the flip phones. The flip phones which was introduced by the Samsung and Motorola. And these flip phones were not just flip. The Samsung had a phone called the sliding phone, and the Motorola had a flipping phone, and these two were actually taking over the, what is that, smartphone market. And then came the QWERTY keyboards, the BlackBerry, the Nokia Asha, and these type of phones had then started taking over. And then came the Nokia N70, Nokia E series, such premium quality phones, and these were also gaining popularity. And then by time touchscreen was invented, I think the first touch phone I have used is a Nokia Asha 301, something like that. And the touchscreen was not as smooth as how you are using nowadays. It was like we have to press very hard to register a touch. That was the first touch phone I have ever used. And it also came with a stylus, okay, and with the stylus you have to, what is that, dig deep into the screen just to make it touch. And by that time the feature phones had started ending and the Android phones started coming, and then you know what happened, Android phones took over entire smartphone market, and nowadays everyone has Android phones and iPhones of course. And that is the evolution of phones in my area. Sasa tunasema teknolojia ya simu kwao kule India, hususan katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, katika eneo ambalo waliozaliwa, kidogo na majibu ya kushangaza, lakini pia anasema anafurahi kuzaliwa miaka 90 na kama unavyojua ni karne nyingine. Kwa anasema kuna tofauti kubwa sana katika ile karne na hii ya sasa hivi ambayo tupo katika teknolojia ya simu. Anasema simu ya kwanza kabisa kuiona kabisa ilikuwa ni Nokia. Hakumbuki jina lake vizuri, lakini anakumbuka ilikuwa na game fulani hivi ambalo lina nyoka. Baadaye zikaja Nokia ambazo zina kamera na ambazo zenye uwezo wa kurekodi, lakini hazikaa sana. Samsung na yenyewe akaleta simu ambazo ni za kuslide, lakini Motorola kaja na simu zile za kufunua, na simu hizi zilitampa sana kwa wakati ule. Baadaye zikaja BlackBerry, Nokia Ashas. Nokia moja alinunua ya screen touch ya mwanzo kabisa, na hii simu ilikuwa ina sense kidogo sana katika kioo. Sio kama simu za sasa hivi ambazo ni kugusa tu na unaendelea na mambo yako. Ilikuwa mpaka utumie
nguvu kidogo katika kubonyeza ndio ifanye kurespond. Kwa hiyo pia nakumbuka hilo katika miaka 10 ya teknolojia huko India iliyopita. Lakini kwa sasa tuko katika smartphone ambazo zinatoka katika mfumo wa Android na iPhone. Na sasa hivi nasema ni mtumiaji wa iPhone. Talking about smartphone specification these days is very difficult. See, I am a heavy smartphone user. For a heavy smartphone user like me, I mainly depend on battery because I don't want to get worried if my battery will finish. So that is not what I want for my phone. So for me, the main consideration would be, first preference would be battery. I need a good battery backup, and secondly, the phone has to be utterly smooth. It has to work. I don't like it being laggy. So whenever I do multitasking, like I have to do some multitasking, like if I am editing a video in an app, if I am making a thumbnail in another app, then all things has to work seamlessly, right? So I want a phone that has a good amount of RAM, some 6 to 8 GB RAM, and processor, the latest is Snapdragon 865, right? If I have 865, then I will be very happy, and you can go with anything more than 700 series of this Snapdragon. And then what I will tell is about the storage. These days you need a lot of storage because the video files and the files are getting bigger day by day. So you need at least minimum of 128 GB of storage. And then what I can tell is about cameras. See, I don't count the number of cameras because that doesn't make any sense. See, if a phone has a telephoto camera, a macro lens, and a primary camera, the primary camera might be having some good amount of megapixels, but the telephoto and the macro will be having poor megapixel, and then most of the time you take photos with the primary camera only. So what I will suggest is, I need a good primary camera, phones with good primary camera, whether it be 108 MP or whether it be a 12 MP camera from the iPhone, anything, but it has to be a good camera. That's it. It doesn't have to do much of this AI processing and all. The photo has to look good. I mean, I prefer more high dynamic range photos. This is all I will consider if I am buying a new smartphone. Vigezo vya Mr. Sharati pale anapotaka kununua simu. Cha kwanza anasema yeye ni mtumiaji wa simu wa smartphone. Cha kwanza anapenda simu ambayo inakaa na battery muda mrefu. Pia simu ambayo ina uwezo wa RAM kuanzia GB 8 na processor yake iwe kubwa, storage pia iwe kubwa. Hasa kwamba yeye ni mtu ambaye anachukua matukio ya video kwa kutumia simu yake, basi iwe na sio chini ya internal storage ya GB 120. Lakini pia kwenye kamera iwe nzuri, haijalishi kamera ya mbele, front camera, ile anachojali ile kamera ya kwanza, ile ambayo ya nyuma, ile ambayo inakuwa na uwezo mkubwa. Kwa hiyo hili ndio anayozingatia, iwe HD, iwe inapiga picha nzuri za kung'aa na kuonekana. Simu ikiwa na hivyo vigezo, basi Sharati mzuri. So thank you for having me in your channel Manasseh IO. I hope you are staying safe in Tanzania, and I would like to do more collabs with you. So viewers, if you haven't watched his channel yet, do check out his channel, has some good technical content. And if you haven't checked out my channel also, do check that out also, and he will provide the link of the both channels in the description. So guys, you also stay safe. So I am signing out. Bye bye. Anashukuru kwa pamoja na nyinyi tangu alipoanza video mpaka sasa hivi. Anatumaini atafanya video nyingi. Kwa hiyo usiache kusubscribe channel yetu Manasseh IO, lakini pia channel yake hapo utakuwekea link yake kwenye description. Utasaidia na nyinyi kusubscribe channel yake, lakini pia kuna ile video ya kwanza ambayo tuliandaa ambayo amenishirikisha mimi na yeye, ambayo tumefanya collab. Kwa hiyo usiache pia kuiangalia, ipo katika description hapo chini, nitaiweka katika description, utaweza kuiangalia. Mpe pia na support, subscribe channel yake, comment pia. Yeah. Asante na karibuni India.